Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mwendelezo wa kukusanya taarifa za Sheikh Juma Hassan Mpondo, leo tuko Magomeni kwa sahiba wake mkubwa sana. Atajitambulisha na insha Allah tutavuna mengi sana kutoka kwake. Baba, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله وخاتم النبيين. أما بعد، ndugu zangu watukufu wanaonisikiliza kuhusu hii ni historia fupi niliyojua kutoka kwa Sheikh, ambayo na mimi nimeona nisibaki naye kifuani, niwaeleze wenzangu wanaoifahamu na wasioifahamu. Undugu wetu na Sheikh, undugu wetu, urafiki wetu, karibu kila mtu anamjua, anaujua jinsi ulivyokuwa. Lakini mimi binafsi yangu mahusiano makubwa kabisa yameanza zamani sana, katika utoto wetu. Mimi nilikuwa katika madrasa yetu mtaa wa Ipembe, naye alikuwa katika madrasa yao mtaa mjua zamani. Tulikuwa ni madrasa mbili kama Simba na Yanga. Madrasa hii inapoalikwa juu ya shughuli hii na madrasa ile inaalikwa juu ya shughuli. Kwa hiyo sisi wanafunzi wa madrasa hii tulikuwa ni ndugu, lakini vile vile washindani wa madrasa aliyokuwako ya Sheikh Khalid ya mji wa zamani. Tukawa washindani hivi. Kwa ushindani ule basi tukawa tunajuana. Mimi nilikuwa huku na yeye alikuwa kule. Huyu kaka wa madrasa ile na sisi kaka wa madrasa hii. Basi tukawa tunajuana kwa hayo. Tumeishi hivyo. Lakini kipindi kifupi sana sisi wengine tukaondoka katika ulimwengu wa madrasa, tukaingilia ulimwengu wa kazi na dunia. Mimi binafsi yangu tumeagana. Sheikh, mimi na kwanza Dar es Salaam unatafuta kazi huko. Ya nini bwana, ungekaa ukasoma? Wacha katafute kazi kidogo, naona maisha kuwasaidia wazee. Basi tumeagana vizuri na Sheikh. Mimi nikaondoka kuja Dar es Salaam, ambako baadaye nikapata kazi. Kawa nafanya kazi ya kuendesha magari makubwa kwenda Zambia, kwenda Kongo, kwenda wapi. Habari ya madrasa, habari ya misikiti, kila kitu ikawa tumeacha nyuma. Lakini kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, aliyekuja mguu mosi mguu pili mpaka nyumbani nilikokuwa ni Sheikh Juma. Kaniambia, Sheikh Mahmud, sikuoni, sikusikii, unaishi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Je, hukumu zake, masharti yake, mapendekezo yake unayafuata? Kambia naam, nayafuata kikamilifu. Kambia kiasi, kwa sababu sasa tunafanya kazi tena yale ya zamani. Anasema basi ukitaka kuishi maisha mazuri yenye mafanikio duniani, tanguliza kwanza ibada yake, tanguliza kwanza kumjua Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho yake. Usiatupe, kwa sababu unavyoendelea kufanya kazi, unavyoendelea kupata faida za kidunia za fedha, ndivyo utavozidi kuelekea katika mwelekeo huo. Na la huku kadri unavuliacha na siku zinakwenda, utakuwa umelitupa kabisa jambo la Mungu na mtume wake. Kwa jitahidi katika hili, usiache. Naambia Sheikh, siwezi kuacha. Rafiki hangusa ile, siwezi kuacha, kwa nini niache? Lakini najijua kabisa kwamba ninamwambia maneno ambayo sio sahihi. Ya kwake yananichoma katika kifua changu, lakini nayo namjibu tu kwa sababu ni muondoe wasiwasi. Kwa hivyo Sheikh, hapa ndio mji wangu, hapa ndipo nilipojenga, hapa ndipo ninapoishi, karibu sana. Na kuanzia leo Sheikh, mimi sintoridhika kikona umefikia. Una watoto hapa, una jamaatul khairi wengi, una masheikh wenzako wengi hapa, lakini mimi furaha yangu wewe unafikia hapa nyumbani kwangu, basi taridhika na hilo. Nikamwambia naam. Akasema hilo ni ombi. Nikamwambia ombi rasmi Sheikh, Mwenyezi Mungu atakujalia kuja Dar es Salaam, tafadhali ushuke nyumbani. Akawa ndio chanzo cha kuja kuwa anafikia hapa kwangu.
na mimi ikawa ndio chanzo cha kupata mawaidha kutoka kwake yalionivuta, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimjalia ulimi wa fasaha. Alijaliwa ulimi wa fasaha zaidi ya Qur'ani aliyojua na hadithi alizozihifadhi, lakini alijaliwa ulimi wa fasaha, ulimi ambao ulikuwa unamtoa nyoka pangoni. Kila tunavyokwenda katika mazungumzo, tunavyokwenda kwa tembelea ndugu na jamaa, tunakwenda kumuonesha introduction, huyu nani wangu na sehemu, kila tulipofika hakuacha neno la kwanza asalamu alaykum, la pili kumdhukuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, na la tatu kuwahusia watu juu ya jambo la kheri. Sasa anavyohusia watu na mimi niko, ikawa ndio ananihusia na mimi nikaanza kuona haya juu ya mambo yale. Kwa kweli bwana huyu sina la kusema zaidi ya kusema Allahumma fir lahu wa arhamahu wa askinhu fil janna. Ni mtu ambaye alinitoa katika giza la kutokuzingatia na kuingia katika mwanga wa kuzingatia. Basi habari hizi ikawa kila akienda akirudi ndio hizo, akienda akirudi ndio hizo, akienda akirudi, na mimi ikaingia ndani ya nafsi yangu. Nikatafuta tena juzu yangu, nikaichukua, naondoka na kwenda safari katika lori langu, lakini ninao kitabu cha Mwenyezi Mungu, narudia tena nilipoachia zamani, sijui lam yakunil ladhina kafaru, ulimi mzito lakini najitahidi. Siku akirudi safari anasema, shekhe umeendelea, umefika wapi? Nahisi kama nimwambie shekhe unaniaibisha wallahi kuniuliza jambo hili, natia huzuni, lakini ile huzuni nilikuwa nikipata ndio ilikuwa ndio msingi wa mimi kujisukuma kwenda mbele. Ananisikiliza, anasema kweli siku nyingi umetupa Qur'ani, hapa harufu hii umeiruka, hapa harufu hii umeacha, hapa umegeuza. Basi yale marekebisho yalikuwa yananiuma roho sana, kwa sababu tulikuwa sisi wote katika madrasa, tukifanza madrasa yangu nafanya mimi, madrasa yake anafanya yeye, tulikuwa kitu kimoja katika zama hizo. Leo hii mimi nimetupa mambo ya dini, leo yeye amekuwa mwalimu wangu ananifundisha. Basi tangu siku zile urafiki wangu na ndugu wangu ukageuka ukawa sasa namwangalia shekhe wangu, namwangalia mtu ambaye amenitangulia kiilmu, na mtu ambaye ndio wokovu wangu umebakia kwake, kwa sababu hakuna mtu aliwahi kunasihi juu hilo zaidi kuliko Sheikh Juma Mpondo. Allahumma ighfir lahu wa arhamahu wa askinhu fil janna. Hakuna aliwahi kunasihi kuliko yeye. Bas kidogo kidogo ikawa sasa ulimi umeanza kuwa laini tena, unatereza tena juu ya habari ya Qur'ani. Nikisoma mbele yake hivi siku kuja anafurahi, anaona kabisa imekamilika. Allahu akbar. Mpaka ilipofika zama sasa, hichi kidogo ulichonacho waambie na wenzako. Basi shekhe, kama shekhe nikasema mbele